Basi salamu salamu za mwisho hizi kabla ya kwenda kupata chakula kutoka kwa Askofu Gamanywa. Karibu sana. Merry Christmas. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni vigumu sana kusema ukiwa wa mwisho kwa sababu unakuwa umeshafilisika, huna la kusema. Nimepata kazi ngumu sana kuwaza niseme nini ambacho hakijasemwa. Lakini cha kwanza binafsi kutoka moyoni na kushukuru, na nataka utambue kwamba natambua mamlaka yako na ninakuheshimu. Si kwa maneno, kwa kazi. Hapa kama ingekuwa na uwezo ningekusimika ukawa askofu. Kwa maana ya umeongoza ibada hapa, umehubiri hapa, umetubisha kijanja janja hapa. Maaskofu hawezi kupiga magoti tukatubu, lakini neno la Mungu ni msumeno, ni upanga ukatao kuwili, limekata, limepenya. Toba zetu ni za ndani kwa ndani. Ambalo halijasemwa kwa kukomboa wakati. Hii ni kwa watumishi wenzangu. Sisi tunaweza kuomba sana. Changamoto kubwa kwetu ni kupokea majibu. Tuna juhudi katika kuomba, lakini tuna changamoto kwenye kupokea majibu. Kisa kimoja, Petro alikamatwa akapelekwa jela karibu kuchinjwa. Kanisa likakusanyika kwenye nyumba likaomba maombi ya nguvu sana. Malaika akatumwa kwenda gerezani akamtoa Petro gerezani. Akamuongoza mpaka kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa inafanya maombi kwa ajili ya Petro. Kijakazi mmoja akasikia mlango na gongo, akaenda akabisha, akasikiliza sauti, akasikia ni Petro. Akaenda akawaambia waombaji, jamani, Petro yuko mlangoni. Wakamwambia, una wazimu. Wanaomba kwa ajili ya Petro, majibu yamekuja, hawataki kupokea majibu. Tuliomba wakati wa uchaguzi mkuu, Mungu atupe uongozi unaotoka kwake. Tumepata majibu. Rais Magufuli ni jibu la maombi yetu. Na tutake au tusitake, wanafalsafa wanasema kwamba leadership is a function of personality. Uongozi unakwenda sawasawa na hulka na utu wa mtu. Huwezi kumtenga mtu na uongozi. Mheshimiwa Magufuli amesukwa tofauti na wengine. Mkuu wa mkoa Paul Makonda amesukwa tofauti na wengine. Ni majibu ya maombi yetu. Tuwapokee, tuwakubali kutoka mioyoni kwamba ni majibu ya maombi yetu. Lakini pia tuungane nao katika zile juhudi ambazo wanazifanya. Ninaamini mpaka tutakapofika awamu ya mwisho kabisa, Tanzania itakuwa ni tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Asanteni sana Mheshimiwa Makonda, tunatambua kazi yako, tuko pamoja na wewe, pamoja na Mheshimiwa Rais, na tunawaombea bila unafiki. Asante sana.